J Studio inawaletea. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa thana'u lillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, ama ba'd. Kumekuwa na maneno mengi kuhusu kukatazwa watu munkar, kukataza munkar. Kila unapokataza munkar unaambiwa unaliona hili peke yake. Ukikataza bid'a unaambiwa waona bid'a peke yake. Mbona huoni mambo mengine? Yataka tuelewe, Banu Israil, sababu ya kuteremshwa laana na Mwenyezi Mungu ni maneno kama haya: lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Walikuwa wakiwakataza wenzao asubuhi, kija jioni waambia asubuhi si mmekataza, ya nini kurudia hilo kwa hilo? Maadamu watu munkari wanaofanya, basi kila wakiufanya tutaukanya. Mkiwa hamutaki watu waukanye munkari, basi kubalini mupate laana ya Mwenyezi Mungu, na kupata laana ya Mwenyezi Mungu ni kuwekwa kando na rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa nini sisi Waislamu badala ya kujishughulisha na Qur'ani yetu na sunna za Bwana Mtume salawatullahi wasalamu alayhi, na fiqhi na tauhidi na sira na tarikhi ya Kiislamu na tarbia na da'wa na hadhara al-islamia, haya yote hatuyaoni muhimu? Huona muhimu ni kukaa kufanya mambo ya upuzi na ngoma? Jamaa, akili ziko wapi? Au sisi tunshindwa kwa sababu ya hizi ngoma? Sasa tumpigia ngoma ndio Quds tushaikomboa Quds, tumpigia ngoma ndio Syria tumeikomboa, tumpigia ngoma ndio Yemen tumeikomboa, tumpigia ngoma ndio Afghanistan tumeikomboa, tumepiga ngoma ndio Lebanon tumeikomboa. Ya akhi, aina al-uqul? Akili za watu ziko wapi? Yataka turudini, tuateni hawa. Haya yote matatizo ni hawa, watu kufuata hawa za nafsi zao. Hakuna dini ya kupiga ngoma katika nyumba za Mwenyezi Mungu. Tutasema na tutalisema na tutalisema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.